Wapendwa wa Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Bwana Mungu wetu aliye hai, na katika siku hii ya leo ninaendelea kuleta ujumbe wenye kichwa kinachosema kuzingatia ni mwanzo wa mafanikio. Kuzingatia ndiyo mwanzo wa mafanikio. Somo la leo litatoka katika neno takatifu katika Biblia, kitabu cha Luka kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 11 mpaka mstari wa 32. Luka 15 mstari wa 11 mpaka wa 32, wenye habari za mwana mpotevu. Yule mwana mpotevu ambaye alimwambia baba yake, unigawie sehemu ya mali inayoniangukia. Baada ya kuwa amemwambia vile, baba yake akamgawia yeye pamoja na ndugu yake. Yule mdogo akachukua mali akaenda nchi ya mbali. Baada ya siku si nyingi alienda nchi ya mbali, akaenda badala ya kufanya biashara, alianza kutumia zile pesa kwa anasa mpaka zikawa zimeisha. Habari ile tunaijua vizuri na tunaisikia mara kwa mara, lakini leo ninakuomba utege sikio lako tupate kuitazama katika engo nyingine na Mungu apate kutupa maarifa. Majina yangu ninaitwa Eric Mtalemwa. Tuombe. Baba, asante kwa ajili ya neema unayotupa siku kwa siku, hata ukatuweka tupate kukutumikia katika utumishi huu. Ninakuomba unibarikie mimi mjoli wako, naomba umbarikie pamoja na msikilizaji huyu mtumishi wako anayesikiliza, ili aweze kupokea chakula cha roho, chakula cha uzima, ajipatie maarifa katika kukulia wokovu na katika kuliendea kusudi ulilomwambia. Amina, katika jina la Yesu Kristo. Basi siku ya leo tunazungumza juu ya jinsi ambavyo yule mdogo alitaka apate urithi, na alipopewa urithi wake alienda moja kwa moja katika nchi ya mbali, akatumia zile mali vibaya. Mwisho wa siku akaishiwa, akaingia katika hali ya uhitaji. Tunaona mazingira aliyomtokea huyu mwana mpotevu. Alipokuwa ametumia vitu vyote vimeisha, tunaambiwa katika Biblia kwamba alianza kutamani kula hata chakula cha nguruwe, kwa sababu hakuna hata mmoja aliyempa kitu chochote. Kwa hiyo thamani yake ya wale watu aliokuwa anakula nao maisha ya anasa, mwisho wa siku ilifikia ambapo hakuna aliyemthamini tena. Kumbe kuna marafiki ambao unaweza ukawapata katika maisha yako kwa sababu ya kile ulichonacho tu, kwa sababu ya material things, kwa sababu ya mali ulizonazo, ama kwa sababu ya utele wa chakula, ama kwa sababu ya chochote ulichonacho. Wengine wanakuja kutafuta urafiki kwa sababu ya kile ulichonacho, lakini si kwa sababu ya upendo wa dhati ulioko katika mioyo yao, hata wakajitoa kuwa marafiki zako. Kwa hiyo huyu mtu baada ya kuwa ametumia mali zake, mwana mpotevu, zikawa zimeisha, tunaambiwa kwamba hakuna mtu aliyekuwa rafiki yake, hakuna mtu aliyempa kitu chochote, mpaka akakutana na jamaa mmoja aliyempeleka shamba kwa ajili ya kulisha nguruwe. Inawezekana kijana akujua namna gani baba yake alikuwa akitengeneza zile mali. Kwa hiyo alipozipata kwa ghafla, alishindwa kuzisimamia, akaenda akazitapanya, akazitumia katika maisha ya anasa, na badala ya kuzalisha akawa ameshuka na kupoteza kila kitu. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba hata huyu jamaa aliyempa kazi ya shambani kwenda kulisha nguruwe, huyu jamaa kiuchumi tunaweza tukajifunza kitu kwake. Kama aliingia katika hali ya uhitaji na njaa iliipata ile nchi alipokuwa amekimbilia mwana mpotevu, lakini kwa nini jamaa alibaki na shamba na akabaki na nguruwe ambao ni wanyama? Kwa hiyo kumbe, kama mjasiriamali, kama mtafutaji, shughuli ya shamba sio ya kuacha, shughuli ya kufuga sio ya kuacha. Maana yake huyo jamaa aliyekuwa na mali tu kama mahesabu tu ya pesa kwenye akaunti yake ama kwenye mkoba wake, pesa zile hazikuwa na uwekezaji ulio dhahiri. Pesa zile alizitumia, lakini hakujua jinsi ya kuwekeza. Lakini huyu alienda kumwajiri kulisha nguruwe, tunaambiwa alikuwa na shamba, alafu alikuwa na wanyama. Kwa hiyo hata watu wengine wakiingia katika tribulation, wakaingia katika msuko, katika crisis ya kukosa pesa, uchumi umeyumba, mwenye shamba na mwenye wanyama bado anaweza kuajiri mtu. Tunaona huyu kijana amepata kazi ya kulisha nguruwe kwa mtu mwenye shamba na huyu mtu mwenye wanyama.
Kwa hiyo kumbe, hata katika kutafuta kwetu, ukiona haujaingia shamba, basi ingia kwenye kufuga. Na kama hujaingia kwenye shamba ama kufuga, basi jishughulishe na mazao yanayotoka shamba au mazao yanayotokana na mifugo, ama uwezesha wanaofuga kwa kuwauzia chakula cha mifugo, au uwezesha washambani kwa kuwauzia pembejeo na mbinu za kusafirisha mazao yao, kwa kuwaletea usafiri na kuwatafutia hata soko. Hizo ni njia za kujipatia uchumi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kumbe, kwenye Biblia tunapata mbinu zote, namna gani ya kuwekeza pesa yetu kidogo tulionayo, ili ikapate kutuzalia matunda tunayohitaji. Mwana mpotevu baada ya siku sio nyingi aliondoka na pesa ambazo baba yake alimpa, akaenda kule akazitapanya. Badala ya kuzalisha, akazitapanya. Maana yake nini? Huyu kijana mwana mpotevu akupata muda wa kutulia, kuandika mipango na malengo, akuweza kuchora ramani inayompeleka kule nchi nyingine anapokwenda kutafuta. Alichukua pesa akafika kule akaanza kuzitumia pasipo plan. Kumbe hapa tunajifunza ya kwamba tunahitaji kuwa na mipango, na mipango yenyewe isiwe mipango ya msimu, iwe ni mipango ya mwendelezo. Kuna mipango ya wiki, kuna mipango ya siku, kuna mipango ya mwaka, kuna mipango ya mwezi, lakini kuna mipango ya miaka 5, miaka 10 na kuendelea. Na huyu kijana tunaambiwa alipopata pesa kutoka kwa baba yake kama urithi, mwana mpotevu, alichokifanya akukaa siku nyingi, akaenda moja kwa moja kuanza utekelezaji. Na ndio maana pesa zake hazikukaa, aliishiwa kila kitu, mpaka akatamani kula chakula cha nguruwe. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na mipango. Aliwahi kuondoka kwenda kwenye utekelezaji, hakukaa akaandika malengo. Na mimi nikwambie kwamba kijana aliomba urithi wa mali ili apate mtaji, lakini hakuwa na wazo. Watu wengi tunaomba Mungu atupe mitaji, Mungu atufungulie fursa mbalimbali, lakini pasipokuwa na mipango maalum, pasipokuwa na ramani thabiti dhahiri ambayo inaweza ikatuongoza baada ya kuwa tumepata ule mtaji ama tumefunguliwa mlango wa fursa fulani, namna gani tunaweza kufanikisha kwa kuwa na malengo yaliyo dhahiri. Hapo ndipo watu wengi tumejikuta katika kukwama. Kitu cha kwanza kabisa ni kuyaandika malengo na mawazo yako katika karatasi, ili siku Mungu akiwa amekupa mtaji, Mungu amekufungulia mlango, amekupa fursa, uweze kuwa na utekelezaji wenye lengo lililo dhahiri na thabiti. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kumbe tunachokitaji ni kuandika. Ndio maana katika Habakuki tunaambiwa na nabii Habakuki, Mungu alipomfunulia njozi alimwambia iandike hiyo njozi, iandike katika vibao, ili asomaye apate kuiona dhahiri, usifiche. Kwa nini? Maana yake anahitaji unapoiandika njozi, siku Mungu anapokuwa amekufungulia fursa, amekupa mtaji, ukimbie moja kwa moja kwenye karatasi ama kwenye daftari, kwenye diary ulikoandika, siku nikipata kiasi fulani cha pesa nitatekeleza 1, 2, 3, nitafanya biashara hii na hii na hii, nitaweka hivi na hivi na hivi nipate kuzalisha. Pasipo kuandika njozi, manake siku hata Mungu amekupa mtaji, Mungu amekufungulia fursa, amekufungulia mlango, hiyo pesa hauwezi kuitumia vizuri kwa sababu njozi hazikuandikwa. Maanake sasa lengo linalokuja wakati umepata pesa, hilo lengo mara nyingi linakuwa linakuongoza katika kupoteza pesa. Lakini lengo unaloliandika kabla hujapata pesa ni rahisi sana kulitendea kazi, kwa sababu hilo lengo ulikaa ukalidigest, ukalimeng'enya na ukalifanyia evaluation, ukajua kwamba kwa wazo hili ikiwa nitalifanyia kazi na kulifuatilia vizuri, nikawekeza muda wangu na mali na maarifa na maombi yangu, ili wazo litanipa mafanikio. Kwa hiyo kumbe mipango inayokuja wakati mtu amefanikiwa inaweza ikawa ni mipango ambayo ni visa, ni mipango isiyo na nguvu. Lakini mipango unayoipanga wakati huna kitu, alafu baadaye unasema Mungu siku ukinifungulia njia nitatekeleza hili, hiyo ni milango ambayo inadumu na inaweza ikakufikisha mbali. Shida inakuja sehemu moja, wakati tunapokuwa tumepata mafanikio ya ghafla, ama wakati ambapo Mungu anakuwa ametufungulia mlango, tumepata hela kwa mkopo, ni mtaji. Mungu anakupa kama mtaji, lakini badala yake, kwa sababu hatuna malengo ambayo tunayaandika siku nyingi, tunajikuta unachukua mkopo wa pesa wote, unaenda mara umefungua biashara fulani ambayo
haujaifanyia utafiti wa siku nyingi. Biashara fulani ambayo umeisikia kwa watu kwamba ukifanya hivi na hivi lazima utoboe. Kwa hiyo unachukua hela yote pasipo kufanya tathmini, pasipo kufanya uchunguzi, unajikuta tayari ile pesa inaanza kudrop. Badala ya kupanda na kuzalishwa, inaanza kupitia milango, huu unatoa. Lakini milango ya kuingiza kipato na kuizalisha pesa inafeli. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wapendwa, mwana mpotevu hapana mtu aliyempa kitu. Kwa hiyo maana yake baada ya kuwa ameishiwa, hakuna mtu aliyempa kitu. Kwa hiyo tunapokuwa tuna vitu vingi, ni rahisi sana kujipatia watu aina mbalimbali, na wakati mwingi hatuwezi kuchunguza uthabiti wao wa moyo, kama tutaambatana nao, kama watatupenda hata tunapokuwa hatuna kitu. Mwisho wa siku tunawavalue, tunawathamini, lakini unakuja kugundua kwa wazi, unakuja kugundua uhalisia pale ambapo vitu vyote vimeisha. Mwana mpotevu alipoishiwa, akupata hata mtu wa kumnunulia kikombe cha kahawa. Wapendwa ndugu zangu, tunaona huyu mwana mpotevu, kilichomwokoa katika hali yake ngumu ya maisha ni kuzingatia. Maana tunaambiwa kwa mwana mpotevu, baada ya kuona maisha yamekuwa sivyo, hayatafsiriki, akazingatia. Tunaambiwa alipozingatia moyoni, akasema, ni watumishi wangapi wako kwa baba yangu wanakula na kusaza? Nitakwenda moja kwa moja kwa baba yangu nimwambie, nimekosa, sistahili kuitwa mwanao, nifanye mmojawapo wa watumishi wako. Kwa hiyo alizingatia, ndio maana akapata msaada. Kuna wakati ambapo tunaweza tukawa tunapita katika maisha ya sintofahamu, lakini hatujazingatia. Tunapita katika hali ambayo ni ngumu, watu hawaeleweki, kutengwa, kudhihakiwa, kuonewa, lakini kuna mtu anaweza karizika na hali ngumu pasipo kushtuka. Tunatakiwa kuzingatia. Unapozingatia, unakaa kikao cha peke yako, unatathmini unayoyapitia na hali ulio nayo, unasema hapana, siwezi kuendelea katika ugumu huu. Ninakwenda kutafuta njia ya kujitoa katika hali hii, ya kujikwamua kutoka katika hali hii. Hata kama mimi siwezi, lakini nina watu pembeni ambao nikiwashirikisha, basi wanaweza wakahusika na mimi kwa namna moja ama nyingine. Wasiposhughulika na mimi, Mungu ataniinulia watu. Lakini usikubali kuridhika na hali ngumu ya maisha. Ukimwomba mtu fulani msaada kwa namna moja, kusogeze hapa ama akupe hata wazo, asipokupa pesa anakupa wazo, asipokupa mali atakusaidia hata mawazo, fanya hivi. Mwisho wa siku utaanzia chini, na mwisho wa siku utajikuta katika level ya maisha unapotakiwa kufika. Kwa hiyo kumbe, kuzingatia ni njia ya kwanza ya kututoa katika hali mbaya na kutupeleka katika mafanikio tunayoyaota mara kwa mara. Huyu mwana mpotevu, kuzingatia kwake ndiko kuliko mwokoa, na alisema, ninakwenda kwa baba yangu, sitakwenda kama mtoto tena, ninakwenda kama mtumwa. Maana yake, unapokuwa umeichukia hali ya umaskini, hali ya mashaka, hali ya dhiki, hali ya machozi na misiba unayopitia, unasema, sasa wakati huu ninainuka, ninaenda kwenye kazi. Wakati huu siendi kama bosi, siendi kama mtoto mpendwa, ninaenda kufanya kazi kama mtumwa, ili baadaye niishi kama mfalme. Ndio maana mwana mpotevu alisema, ninaenda kwa baba yangu, mara siendi kama mtoto. Nikienda kama mtoto wake, nitadeka, nitarudi katika hali ile ya kudeka. Ninataka niende kama mtumwa kwa baba, ili atakinipa kipande cha kazi, nitafanya kazi kwa baba yangu, nitazalisha, nitahakikisha sitarudi tena katika umaskini, sitarudi tena katika misiba iliyonikuta, sitarudi tena katika aibu. Kwa hiyo kumbe, tunapokuwa tumeyachukia maisha ya dhiki, maisha ya kuonewa, maisha ya kudharauliwa, maisha ya ugumu wa maisha, umaskini, kila aina ya ila, masengenyo, kukataliwa, unapokwenda mara ya pili, ufanye kazi kama mtumwa, sio kama mtoto, sio kama mtu mwenye uwezo. Ingia kama mtumwa. Na unajua, unapofanya kazi kama mtumwa, siku zote uweze kujihurumia. Unapofanya kazi kama mtumwa, uweze kuangalia saa kwamba muda umefika wa kutoka kazini. Unafanya kazi mpaka watu wanasema, hapana, yatosha, sasa hapa unaweza kwenda kupumzika. Hapo ujue kabisa unaelekea katika asubuhi yako ya mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu
Yesu Kristo. Basi huyu baba alipomwona akiwa mbali, alimkimbilia mtoto wake mwana mpotevu. Baba alimkimbilia akiwa mbali. Mtoto yule kijana alikuwa amejawa na mashtaka moyoni. Baba huenda ataanza kunikumbusha jinsi nilivyomkosea, jinsi nilivyotapanya mali zake. Lakini baba yake hakufanya hivyo. Alimpokea kama mtoto mpendwa, akamkumbatia, akaagiza aletewe vazi zuri. Hakuangalia harufu mbaya ya nguruwe, kwa sababu kijana alikuwa analisha nguruwe. Hakuangalia harufu mbaya, alimvalisha mavazi mazuri, akamkumbatia, akambusu mtoto wake mpendwa. Akakumbuka upendo aliompenda tangu akiwa mtoto mdogo, na upendo ambao haupungui. Upendo wa mzazi haupungui kwa mtoto siku zote. Awe kichaa atampenda, awe jambazi atampenda, awe kaba atampenda. Mzazi anampenda mtoto wake siku zote, hata akionyesha hali ya kuchukia, akionyesha hali ya kukasirika, lakini bado ndani kuna pendo ambalo alibadilishwi kabisa. Ndio maana baba wa mwana mpotevu alimkimbilia, akampokea, akambusu, akampa second chance, akampa nafasi nyingine, akamtengenezea sherehe na mashangilio mengi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa tujifunze kitu kimoja, ya kwamba watu wanaotukosea tusiandike makosa yao kwenye vibao na kuwakumbusha mara kwa mara wanapokuwa wamekwisha kutubu. Wakiwa wamesharudi, tusiwahesabie makosa kusema unajua wewe ulinifanyia 1 2 3, siwezi kukusamehe, au nimekusamehe lakini siwezi kusahau. Hapana. Mtu akiamua kutubu, tumsamehe 7 mara 70. Tusiwe na mwisho na kikomo cha kusamehe. Tuwape nafasi nyingine ya pili. Unajua ni kwa nini Mungu anatoa nafasi ya pili kwa watu wenye dhambi? Anatoa hata zaidi ya nafasi ya pili, anatoa ya 3, hata ya 4, hata mara 100. Anajua kwamba mtu aliyekwisha kukosea kuna kitu alichojifunza katika makosa yake, hakutoka bure. Kwa hiyo huyu baba alipompokea mwana mpotevu mara ya pili, alijua huyu kijana wangu alikuwa amepotea, sasa nimempata. Maana yake hawezi kurudi kuwa mtu yule alipokuwa mwanzo. Kuna kitu alijifunza huko nje. Kwa hiyo sasa, kama nilimpa milioni 100 akazipoteza kwenye uasherati, akazipoteza kwenye anasa, sasa hivi nikimpa hata 100,000 ataiheshimu, kwa sababu anajua jinsi ya kupoteza, anajua jinsi ya kuwa napo. Huyu mtu sio rahisi tena kuchezea pesa. Atakuwa makini kwenye maamuzi atakayokuwa anayafanya. Kwa hiyo tusiache kujaribu mara ya pili kwenye maisha yetu. Usije ukakaa katika kifungo cha kujihukumu. Unajua, niliwahi kukosea, niliwahi kwenda na mkoba wa pesa mahali fulani, nikajaribu mambo yakakataa, niliwahi kujaribu hiki na hiki kikakataa. Jaribu mara nyingine, kwa sababu utakapoingia mara ya pili kwenye kazi, kwenye shughuli au biashara, hautaingia kama kwanza. Utakuwa tayari una ufahamu, una uelewa wa kukutosha, na pia una ujasiri wa kuenda zaidi, kwa sababu mwanzo unajua wapi ulipoanguka. Kwa hiyo ni rahisi sana kupakwepa, uweze ukaanguka mara ya pili. Na ikitokea ukaanguka mara ya pili, bado utakuwa na mzuri wa kuinuka na kuendelea mbele, ili kuyafikia mafanikio ya ndoto ulizonazo ama Mungu alizoweka ndani yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo angalia, alipomaliza huyo baba kumpokea mwana mpotevu nyumbani, aliagiza avalishwe vazi zuri, avalishwe pete, achinjiwe ndama, ifanywe sherehe. Ikafanywa sherehe. Kaka yake alimwonea wivu. Mpendwa, wakati unapokuwa umeanza kushamiri, umeanza kuchanua, watu wameanza kukushangilia, ni wakati wa kuwa makini sana, kwa sababu hapo ndipo vita linapoinuka ya wazi. Yamkini hata watu wa karibu na wewe, yamkini hata ndugu wa damu, yamkini hata watu walio familia yako wanainuka kinyume chako. Kuwa makini sana watu wanapokushangilia. Ni wakati wa kushuka na kunyenyekea na kuendelea kujitafuta. Usibadilishe mtazamo, usikate tamaa. Endelea kujitafuta vile vile ulivyokuwa unajitafuta kama mwanzo. Vita inainuka unapokuwa umeshangiliwa. Sio wote watafurahia mafanikio yako. Nakumbuka wimbo mmoja wa mwimbaji anaimba zamani kidogo, alipoingia Yerusalemu walimuita mbarikiwa, lakini siku alipokuwa anaelekea Kalvari wakamsulubisha, wakasema asurubiwe. Kwa nini? Maana yake sasa wale wanaokushangilia wakati mwingine wanaweza kaibuka wakatumiwa na adui kwa kupiga. Usiwachukie
usiwakatie tamaa, kwa sababu wakati mwingine adui anaweza akawatumia watu waovu kutekeleza vita ili ukate tamaa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo baada ya ile mashangilio, kaka yake akaja. Baada ya kushangiliwa yule mwana mpotevu amefanywa sherehe, kuna mashangilio. Kaka yake akaja akawauliza watumwa wa pale nyumbani, watumishi, akawaambia, haya makelele yote ni ya nini? Mashangilio haya yote ni ya nini? Wakamwambia, ndugu yako aliyekuwa amepotea leo kaja, baba yako amefanya sherehe kubwa. Akasema, hiki kitu hakiwezekani hapa nyumbani. Akaenda kumvagaa baba yake, akamwambia, baba, huyu mtoto wako, wala akusema huyu ndugu yangu, akasema huyu mtoto wako aliyetapanya mali zako, akaenda akazitapanya pamoja na makahaba na uasherati, huyu ndo unamfanyia sherehe. Angalia, mtu akisha kuchukia anakutungia hata uongo. Hakuna sehemu iliyoandikwa kwamba huyu kijana alienda kalala na makahaba, lakini kijana kaka yake anasema alienda kutumia mali zako pamoja na makahaba. Anaongeza chumvi katika makosa ya huyo kijana. Sisi Biblia inatuambia alikwenda akatumia pesa kwa anasa, si kwa kulala na makahaba. Anasa manake kwa starehe. Kwani starehe mpaka kulala na makahaba? Lakini kaka yake anasema huyu mtoto wako alitumia pesa pamoja na makahaba. Kwa nini unamfanyia sherehe? Chuki kisha ibuka, inatengeneza hata vitu vingine ambavyo havipo kabisa. Kwa hiyo kuwa makini sana unapokuwa unaingia katika hali yako ya furaha. Unapopata kibali kwa watu, ni hapo unatakiwa kuwa makini na kuomba sana ulinzi wa Mungu uwe pamoja nawe. Ndio maana kuna neno katika ile Hesabu sura ya 6 mstari wa 24 katika baraka ya Haruni imeandikwa, Bwana akubarikie na kukulinda. Maana yake sasa kwamba Bwana anapokuwa amekupa baraka, umeshangiliwa, umefaulu, umefanikiwa, una furaha, uko katika amani, basi unatakiwa kuomba na ulinzi. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndipo adui wanapoinuka, ndipo nyoka wa kila namna wanapoinuka, ndipo simba na dubu wanaponyanyuka kwa ajili ya kukupiga, kwa ajili ya kukuangusha, kuhakikisha hauingii katika furaha kamili. Huo unafurahi kidogo, mara unalia sana. Unafurahi wiki moja, wiki ya pili unalia. Umefurahi mwezi mmoja, mwezi unaofuata uko kwenye machozi, kwenye kuumwa, uko kwenye mashaka, uko kwenye madeni. Kwa hiyo jiombee baraka, lakini usisahau kujiombea ulinzi katika maisha yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wivu na vita na kusingiziwa na kuonewa na kuvaliwa njuga makosa yako, wengine watabaki kukaa na kukumbusha makosa yako. Kwa nini? Hawataki uwe na furaha iliyo kamili. Wanataka kila dakika uwe mtu wa kulia, uwe mtu wa machozi, urudi katika hali ya kuombaomba, urudi katika hali ya kulia baranjona, uwe katika hali ya machozi. Yaani hakuna wakati watu wabaya watafurahia uwe mtu wa furaha. Siku zote wanatamani kukuona ukiwa unalia vile vile, kukuona ukiwa una njaa vile vile. Sasa umuombe Mungu anapokuwa amekufanyia kibali, amekupa neema, amekutoa chini akakupandisha juu. Umuombe Mungu akushikilie pale pale juu, usije ukashushwa na adui. Na hapo inatokea tunaposahau kuomba, kwa sababu kuna uwezekano wa kuzifurahia baraka alafu tukasahau kuomba, alafu tukasahau ibada, alafu tukasahau kusoma neno la Mungu. Ndipo adui anapotumia hiyo nafasi na huo mwanya kutuma mashambulizi, anatuma mishale ya moto, anatuma mikuki. Kwa hiyo wakati huo sasa tuwe makini kujiombea na kujizingira kwa ukigo wa ukuta wa moto, kama Ayubu ambavyo aliomba na ambavyo aliishi maisha yake wakati akiwa na mali na baada ya kuwa zimeondoka. Shetani alipokwenda kwa Mungu alimwambia, huyu mtu anakupenda kwa sababu umemzingira kwa moto na kwa ukigo na kwa ukuta wa moto. Haikuja bure tu. Ayubu alikuwa mtu wa maombi, ndio maana ukuta wa moto ukamzingira. Kwa hiyo wewe pia unapokuwa katika hali yako ya maisha, usisahau kujiombea, kuombea watoto, kuombea familia yako, kuombea mali zako, kuombea kazi yako, kuombea majukumu ya kwako ya kila siku, na kuifunika siku kwa damu ya Yesu, kuufunika mwaka kwa damu ya Yesu, ili shetani anapojaribu kugonga hodi akutane na ukuta wa moto, mashambulizi yake yagonge mwamba. Mungu akubariki sana tangu sasa na hata milele. Tuondoke na kukumbuka ya kwamba kuzingatia moyoni
maisha tunayoyapitia na kumtafuta Mungu na kuamua kuingia katika utekelezaji wa ndoto ambazo Mungu aliweka moyoni mwetu, huo ni mwanzo wa mafanikio ya kila namna. Na Mungu akubariki sana. Ukumbuke hilo siku zote, na Bwana akutie nguvu, akuwezeshe ufanikiwe utokapo na uingiapo. Mungu akubariki sana. Naitwa Eric Mtalemwa. Asante.